Jana nilizungumza kidogo, mtu mjinga mmoja, namuita mjinga sio tusi, akaniambia mimi nina chuki na Chadema na nina chuki na Wakristo. Sasa hii maana yake ni jamani, jana mimi nimetaja Ukristo. Kwani mtu kitaja Chadema mtu anakuambia Ukristo? Kwani Chadema ni kanisa? Sasa hapa ndio mimi huwa nashindwa kuelewa. La pili, kwa nini mtu akikosoa Chadema anaonekana na chuki, ila mtu wa Chadema akikosoa watu wengine yuko sahihi? Hivi kwa nini hatutaki kufungua akili zetu namna ya kufikiri? Yaani mtu akiwa ndani ya Chadema akiwajadili wasiokuwa Chadema yuko sahihi, lakini mtu wa nje na Chadema akiwajadili Chadema hayuko sahihi. Mnakosea sana. Jifunzeni kuwa uvumilivu katika mijadala hii ya kitaifa, mijadala ya kimataifa, ya kiutawala, uongozi wa kisiasa. Jitahidini sana kwa uvumilivu. Tunapojadili Chadema na Heche ni kiongozi wa Chadema, sio kiongozi wa familia. Tumjadili Heche kama kiongozi wa familia. Tunamjadili Heche, Lissu, Gulugwa, Mnyika kama viongozi wa chama, na hicho chama kipo Tanzania. Ndio maana tunawajadili. Tunawajadili viongozi wa CCM, Rais Samia, mzee nani yule makamu mwenyekiti wa Sila, tunawajadili katibu mkuu Rose Migiro kama viongozi wa chama. Hicho chama cha CCM kipo duniani. Sasa tuna haki ya kuwajadili watu wote, hawa ni viongozi. La msingi tu tusiwajadili kwa chuki na matukio yao binafsi. Mtu anaenda kumjadili yana familia yake, hiyo sio kazi yako, itakuwa ni chuki. Lakini tunapowajadili katika mstakabali wa kitaifa, wa kidunia, wa kitanzania, nchi yetu, huyu anafaa kuja kuwa kiongozi au anadanganya watu, ndio tunachokifanya, sio chuki. Na unaposema wewe kiongozi wa chama, na maana kiongozi wa watu, chama kina watu na watu ndio sisi. Kwa nini unakosa uvumilivu? Jibu hoja. Mkuki mtamu kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Hapa kuna hoja kubwa. Bwana Heche amekuwa akituhumiwa kwa ufisadi wa pesa za chama, na pesa za chama sio za kwake. Naomba lijulikane. Heche analaumiwa, anatuhuma nzito za kupanda ndege mpaka nchini Afrika Kusini kwenda kwa mfanyabiashara mmoja anaitwa Nilesh. Nilesh huyu inasemekana bado haijakuwa, inasemekana japo Mnyika alijitahidi sana kutengeneza mapenzi, kumsafisha, lakini bado Heche amekuwa yeye ndio kinara sana wa kusema viongozi wa kiserikali kwa ubaya, kwamba ni wezi, mafisadi. Heche nimsikia akimsema waziri mkuu Mwigulu Nchemba kwamba Mwigulu Nchemba hana lolote, hana maana, kazi yake ni kusuluhisha ndoa. Sasa kwa nini yeye tukamgeuza na yeye tumuone kama analika? Tunamkuta na yeye amechacha, amevunda. Wewe mwingine unachukia eti kwamba tunachuki na Chadema. Jamani, tujifunze sana namna ya kukabiliana na kuhimili haya mambo. Hii ni nchi. Heche, wanaokujua na ripoti zako, na tumesikia juzi mwandishi mmoja na mhifadhi kwa jina na chombo kimoja anaojiwa bwana Nilesh, yuko Afrika Kusini, anasema yeye alitoa kumpa pesa hizo Heche kama kutaka kuja kusafishwa. Angalieni ya maneno, $200,000 unampa mtu aje akusafishe. Jambo gani ulilolifanya wewe mpaka aje kusafishe Heche? Heche sio kiongozi wa serikali. Kwa hiyo kumbe inaonyesha hapa kazi ya bwana Heche ni kwenda anawatisha matajiri, na matajiri wajinga kama hawa wanampatia mafungu ya pesa kwa kudanganya kuja kutengeneza slogan ya mafuta ili kusafisha watu. Ndio kazi ya mwanasiasa hiyo. Sasa huyu mtu aje kuwa kiongozi mwenye chama tawala, siku akija kuwa chama hichi kushika dola, Heche si atashinda kwenye milango ya matajiri kutisha watu? Kama kumpa hela na kutia ndani. Kama kumpa hela na kutia ndani. Inasemekana Nilesh
alifanya mambo ya ajabu kwenye biashara zake, inasemekana wanavyomtuhumu watu kuhusu mafuta kwamba yeye na kampuni yake ya mafuta inatuhumiwa, mimi sijui, na nukuu baadhi ya watu, inatuhumiwa lakini ukiangalia hivi kweli, Heche wewe ni mwanasiasa au ni tapeli tu? Kama kweli wewe ni mwanasiasa, vipi ukae unatembea kwenye majumba ya watu matajiri kwenda unawatisha wakupe hela ili uwasemee? Wewe ndio msemaji wa serikali, utawatetea nini? Una uwezo gani kumtetea mtu mhalifu? Kwa ndio kazi ya Chadema kutetea wahalifu na kuwatengenezea slogan watu wema? Mbaya. Yaani kazi yenu ni kutetea wahalifu alafu kuwatengeneza, kuwapaka matope watu wema ili jamii wachukie. Kwa hiyo ndio kazi yenu. Mmeona wa Tanzania. Na Mungu atakuvueni nguo kweli. Na nilikwambia Heche na kundi lako, badilisheni mfumo wa siasa. Siasa za uongo kwa dunia hii hazifai. Sasa jambo baya ambalo naliona ni kichefuchefu. Jambo baya kabisa ambalo naliona Chadema imepoteza mwelekeo, na ni chama cha ajabu, na chama hiki ni hatari. Ni hatari sana. Wale watu wote wanaomtuhumu au wanaotaka kutoa maoni yao, wanaotaka kusema, wajumbe wa mkutano mkuu wanaolalamika ufisadi wa John Heche ndani ya chama, wanachofanya ni kuwafukuza wanachama. Jamani, hivi hii ndio kweli? Mbona wenzenu CCM wakituhumiana unaambiwa leta ushahidi, ukithibitika anachukuliwa hatua yule anayetuhumiwa? Ndio siasa. Sasa wewe mbona unatuhumiwa, badala ya kujibu hoja au kuambia walete ushahidi, eti badala ya kujibu hoja au kuambia walete ushahidi, unaochukua maamuzi ni kuambia tumwafuteni wanachama? Haiwezekani mseme hivi. Ina maana hata kama kuna tuhuma, watu waliobaki nje hapo waogope. Ina maana kazi yenu ni kutisha watu. Ndio ukweli. Ina maana mnawatisha wale wanachama wengine, wajumbe wa mkutano mkuu, viongozi wa Chadema waogope kusema ukweli kwamba Heche ni tatizo katika chama. Hii ndio inayofanywa. Sasa Heche, ungekuwa wewe ni msafi, msinge walima barua waweza kuwatimua ndani ya chama au wajumbe wa mkutano mkuu au viongozi wa wilaya au mikoa wanaokutuhumu. Wewe ungekuwa msafi, ungewaambia leteni ushahidi, na wewe ungetoa maelezo yako wayasikilize na hao wasikilize, alafu chama ndio kiamue kuwafukuza au waendelee kuwepo. Inawezekana tuhuma zao ni za ukweli. Inawezekana tuhuma zao kukutuhumu wewe kwamba ni sehemu ya tatizo katika chama, unakula mali za chama. Hoja wa Tanzania walalamiki matone matone. Kwani Watanzania wanashinda matone sio wamechanga wao wenyewe kwa hiari yao? Wanalalamikia kinachochangwa akifiki kwa walengwa, akifanyi kazi inayotakiwa, kwamba Heche umekuwa unajilimbikizia hizo pesa, ukipata milioni 50 unatoa milioni 1 unampa mjumbe mmoja kama Fumba Kalomo, akae kimya siseme. Sasa Watanzania muone kwamba teu kiongozi afai kuwa kiongozi? Afai kuwa kiongozi wa kisiasa? Afai kuwa kiongozi? Heche amekuwa anatuhumiwa hata kwenye uchaguzi mkuu wa chama chao kwamba alipewa pesa nyingi na Bwana Lissu ili awe upande wa Lissu. Heche, tunataka utoe maelezo, hizi dola 200,000 ulizopewa na Nilesh, wewe ulipewa kama nani? Kiongozi wa serikali au mkuu wa TAKUKURU? Ulichukua rushwa au ulichukua wewe kama nani? Sababu tuelewi. Sasa mimi niombe tu, kwanza lazima tufike sehemu tutiane adabu. Mimi niombe sana serikali na msajili wa vyama vya siasa, na muomba sana Heche ajieleze tuhuma zinazomkabili, kama anatosha ajitafakari, au kama atoshi ajitafakari, kwa sababu yeye ndio amekuwa chanzo cha migogoro ndani ya chama. Yaani ajipime, ajitafakari, aone anafaa kuendelea kuwa kiongozi au afai. La pili, ahojiwe na TAKUKURU. Mimi ningeomba Nilesh na Bwana Heche wahojiwe na TAKUKURU. Mtoaji alitoa hizo pesa kumpa Heche kama nani? Heche alipokea ile pesa ya nini? Dola 200,000 ni hela nyingi. Karibuni milioni 500 inakwenda hiyo. Karibuni milioni 500 au 400 na kitu. Sasa Heche ajieleze
hizo pesa alipokee kama nani. Kumbe ndio maana alipokuja hapa Heche akaanza kuleta mgogoro wa mafuta. Sijui kama mnaona Watanzania hiki chama hiki mnakiona.